Bana, wengi wetu tumeweza kusikia taarifa kuhusu Mavokali. Ni moja kati ya msanii ambaye katika kipindi cha nyuma alikuwa anafanya vizuri sana, tofauti na katika kipindi cha sasa. Wengi tumekuwa tukijiuliza Mavokali amekwenda wapi? Mavokali imekuwaje? Mavokali tatizo ni nini? Sasa hapa kuna moja kati ya posti ambaye meneja wake ambaye anaitwa Jembe One aliweza kuposti siku 5 ambazo zimeweza kupita. Aliandika kwamba let's pray for Mavokali na huku akiweka alama ya shukrani. Sasa ile posti iliweza kuzua mambo mengi sana, nikiwa na maana kwamba posti hii iliweza kuchimbua vitu ambavyo tulikuwa hatuvijui. Nyuma ya mambo yote haya ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii kwa sasa, basi kuna asili kubwa ambayo Mavokali ameweza kuipitia. Kuna watu wengi sana ambao walicomment, lakini pia wakati ya watu ambao waliweza kucomment ni pamoja na kwamba Wasafi pia walikuja wakafuata posti hii na wakafanya mchakato wa kufanya mahojiano na meneja wake ambaye ni Jembe One. Jembe One ni moja kati ya mchizi au naweza kusema ni mume wake Esma Platinum ambaye ni ndugu yake Diamond Platinumz kabisa. Sasa Jembe One baada ya kufanyiwa mahojiano na kipindi hichi cha radio na kinachoitwa The Switch, mahojiano yalikuwa hivi. Walitaka kujua nini ambacho kilimfanya Jembe One aweze kuposti posti hii katika ukurasa wake wa Instagram, na akiwa ameandika maneno haya kwamba let's pray for Mavokali. Kwa hiyo mazao ya posti hii yakaanza kutupa majibu kwamba nini ambacho kinaendelea nyuma ya maisha ya Mavokali. Lakini pia ikataka kuchambua kwa kina maisha yake yamepatwa na shida gani, na kwa nini tumuombe. Je, anaumwa? Je, yupo katika hali gani ya maisha? Sasa ile posti wakaielezea kwa kina. Yaani Jembe One ambaye ni meneja wake akasema hivi, moja kati ya kitu ambacho mwaka 2024 mwezi wa 9 tuliweza kukifanya ndicho ambacho kinatuathiri mpaka kwa hivi sasa, ambako waliingia mkataba wa kufanya remix na moja kati ya kampuni ni distribution company, ambayo mwisho wa siku katika hiyo distribution company walikuja pale na proposal yao ya kufanya remix ya ngoma ya Mapopo, na proposal yao ilikuwa very clear, ilikuwa kabisa ina manufaa makubwa sana kwa msanii, lakini pia ina manufaa makubwa kwa hiyo distribution company. Na yote kwa pamoja, baada ya muda mrefu kuweza kupita, basi ile ngoma wakaona kabisa kwamba mbona kama wanachelewa distribution company, wenyewe waka react katika upande ambao uli wa kwanza wale distribution company wakawaambia kwamba bana, kulingana na kwamba tumeshakaa kwa muda mrefu bila nyie hapo hivi clear kile ambacho tulikuwa tumekubaliana, nikiwa na maana kwamba ile remix haijaweza kufanyika mpaka kwa muda huu, basi jambo la kufanya sisi tunaomba basi tuachane na issue ya remix, tuendelee na mambo mengine ya kazi zinazofuata. Sasa katika moja kati ya ile email ambayo waliweza kuwatumia, sababu hao distribution company sio wa Tanzania, hao sio wa Tanzania kabisa, kwamba walitoka katika nchi yao wakaja kuongea na Mavokali, lawyers walikuwepo pale, wanasheria, wakaweza kuangalia ile proposal yao ilikuwa clear kabisa kwa ajili ya kufanya kazi na msanii, na ilikuwa ina manufaa mazuri sana kwa msanii. Kwa hiyo baada ya muda walivyoondoka wakakaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo walivyoambia kwamba bana, mbona kama makubaliano yetu tuliyokubaliana yameenda ndivyo sivyo, basi wale distribution company wakaisi, yani walihisi kwamba Jembe One pamoja na Mavokali na timu yake nzima kiujumla na maloya wake, basi walikuwa na mpango mkakati wa kuweza kuwazunguka, yani wafanye collaboration na mtu mwingine, yani remix ile waifanye labda na msanii mwingine, wafanye labda na distribution company nyingine. Kwa hiyo kwa upande wa msanii walichokifanya, wakaamua basi kufreeze account. Yani kufreeze account nikiwa na maana kwamba account haiingizi chochote. Account zake zote kwa sasa hivi haziingizi mapato kupitia ngoma zake. Hata mkienda kuzifuatilia ngoma zake katika mtandao wa YouTube, hata mfanye vipi, mfanye kustream mara nyingi mwezavyo, yale mapato yote ambayo yalikuwa yanapaswa yaingie kwenye account zake, basi wameweza freeze, na mwisho wa siku wanaonekana kwamba ni watu kama vile ambao wameamua kuvunja mkataba au wamevunja makubaliano ambayo walikuwepo wamekubaliana. Na mwisho wa siku sasa hivi Mavokali anaishi katika hali ambayo ni ya simanzi, stress kibao, mawazo ambayo yamemfanya hata sometimes meneja wake anasema kwamba msanii yupo katika kipindi ambacho anawaza mambo mengi mabaya, nikiwa na maana kwamba hata kujiua ni mojawapo ya jambo baya. Jambo baya, ukiambiwa mambo mabaya mtu anapokuwa katika stress, basi unapata majibu kabisa kwamba yawezekana msanii huyu anawaza vitu ambavyo ni hatari kuonekana hata kwa macho, vitu vibaya sana. Kwa hiyo Mavokali mpaka kwa muda huu watu sasa wameanza kuraizi watu wengine. Katika siku hii ya leo ambayo ni masaa mawili tu tunavyoongea, mmoja kati ya
Sport Promoter, East African Promoter na award winner Best Promoter in Africa 2015. Nikiwa namaanisha kwamba tuzo za East Africa awards ambazo basi winner huyu promoter ambaye aliweza basi kufanya pia mwaka 2024 diaspora, nikiwa namaanisha kwamba diaspora mwaka 2024 CEO, nikiwa maana kwamba PSK official. Siku hii ya leo ameanza kudondosha moja kati ya andiko lake kubwa sana, ambalo andiko hili limeanza kuzua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii, nikiwa na maana kwamba mtandao wa Instagram, page nyingi zimeanza kuona kwamba tukio hili linaweza likawa kwamba ni tukio ambalo ni la kusikitisha, baada ya Mavokali huyu ambaye kwa siku za nyuma meneja wake aliongea na kusema kwamba jamani, tumuombeeni msanii huyu. Hasa posti yake ilikuwa inajieleza hivi: anayopitia huyu kijana ni mazito mno. Wasanii wa Tanzania na media zote kwa ujumla, mnangojea huyu kijana akifa ndo mje hadharani kuanza kuposti rest in peace au muongee upuuzi wenu? Amewauliza katika hali ambayo ni short and clear. Akasema kwamba akamtagi pale Mavokali ni kijana aliyepambania tasnia ya kipaji chake, hivyo ningeomba sana BASATA Tanzania na wizara husika, basi jamani, huyu mtoto yupo kwenye hatari ya kupoteza maisha, huku watu wote wanaomfuatilia wanamfuata kimya. Watu wengi wamefuata, nikiwa maana kwamba wamenyamaza kimya. Pray for Mavokali. Hashtag moja tu, pray for Mavokali. Sasa nikienda katika sehemu ambayo ni ya comment. Sasa huyu kuna mwamba anaitwa Bonsena Rutaman, ni moja kati ya YouTuber huyu, naweza nikasema anaitigi movie zake na anaposti katika mitandao ya YouTube. Ameandika kwamba hivi: kaka, wewe kama mdau umemsaidia nini unapoposti jambo? Hamasisha wewe ulipoishia ili na sisi tuendelee. Lawama sio kaka, kusaidia mtu sio deni, na usilazimishe omba watu wamsaidie, sio kama watu hakuna wapo wa Tanzania wa kawaida, hata bila hao uliowataja wana roho za ubinadamu, wakamsaidia. Kaka, msaidie mtu kwa kuomba msaada. Wewe una komando, unaweza fanya akose, una command. Nafikiri kwamba alichokiandika ameandika command, sorry. Unamfanya akose msaada. Najua umeguswa, ila wewe pia ni kioo. Usitangulize hisia au panic. Unataka kumsaidia mtu, jambo kubwa kama hilo linalohusu maisha ya afya. Ila asante na pole sana ndugu yetu Bonsena Rutaman. Nafikiri hajaelewa, na kama hajaelewa na yeye hichi alichokicomment hapa hakina maana kabisa. Hajaelewa kwa sababu hajui nini ambacho kinamhusu mwamba Mavokali. Sasa Uniblog anasema kwamba hivi: watu hawajafiata kimya. Mzee waliopo karibu naye hawaelezi shida ni nini. Sasa watu watatoa jamani? Kuna muda msifiche vitu. Yani hapa huyu Uniblog anajaribu kusema kwamba watu waseme nini ambacho kimemtokea. Sasa huyu anamuita Mary Brian anasema unajua, kabla ya kulaumu watu kwanza ungejiuliza alishatoka akasema kinachomsibu akaomba alafu hajasaidiwa. Kwa hiyo labda watu wanadhani kwamba Mavokali anaumwa, ila Mavokali anapitia kipindi kikubwa sana cha stress na mawazo mengi sana. Kwa hiyo pia watu wanashangaa nini ambacho PSK official amekiandika, nini ambacho amekidhania, nini ambacho amekuwa akikitamani present yeye. Na watu wanachokidhani hapa kwa sasa hivi wanadhani kwamba ni ugonjwa. Mavokali aumi. Mavokali ana changamoto ya kimkataba ambayo kwa sasa inamwathiri katika mfumo wake wa akili kwa muda mrefu sana. Alikuwa akitamani kufanya kazi na kampuni distribution kubwa sana ambazo basi katika muda huu ameweza kufreeze akaunti zake. Jembe One ndiye aliyeweza kudhibitisha na ndio meneja wake. Meneja hawezi kuongea kitu ambacho ni cha uongo kinachomhusu msanii wake. Sasa huyu anamuita Elias Starring wanasema badala ya kueleza shida na wewe unalalamika. Mnataka matapeli watumie hiyo nafasi ya kutengeneza michango hewa. Kwa hiyo pia watu hawajajua changamoto ni nini, wanataka watu waseme changamoto ya Mavokali ni nini na kwa nini tumuombe, kwa sababu gani. Kwa hiyo hapa PSK hajaeleza kuwazi nini ambacho kinamkabili. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema inshallah. Wengi wanadhani kwa huyu ni DJ Fire anatamani Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Ana shida gani tumchangie, au Ibra arudishe hela zetu tumpe huyu.
watu wanataka Ibra arudishe zile hela ambazo alikuwepo wamemchangia waweze kumpa Mavokali ambaye ana changamoto ambayo ipo waziwazi, kwa sababu Ibra naye ameshasamehewa. Kwa hiyo wanataka kujua kwa kina, washampiga kipapai da bongo. Kwa hiyo watu wanahisi kwamba atakuwa amefanywa masuala ya kishirikina, ila sivyo. Mavokali anakabiliwa na changamoto ya kimkataba. Comment ni nyingi ambazo watu hawajajua changamoto ni nini. Nikasema hapana, ngoja basi nikusogezee kwa kina, nikueleze kile ambacho kilitokea, na sio lawama ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii, bali hawajaweka wazi tu kwamba nini ambacho kinamuaffect Mavokali, na Mavokali kwa nini mpaka kwa muda huu hatoi nyimbo. Basi bwana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini na nitafurahi pale ambapo nitaiona. Bye bye for now.